Na mtazamaji wangu, natumai mzima popote ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Naam mtazamaji, leo hii mojawapo ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari ni usaliti ulioweza kufanywa na viongozi katika maandamano ya Gen Z ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 na 25, kwani inadaiwa kwamba kuna baadhi ya viongozi walioweza kufanikiwa na maandamano hayo ya vijana wa Gen Z ya mwaka 2024. Sasa kama unavyozidi kutizama katika skrini yako hivi sasa, gazeti la The Standard limeweza kuzungumzia usaliti ulioweza kufanywa kwa vijana Gen Z. Sasa katika gazeti hili la The Standard limeweza kumzungumzia kijana Gen Z aliyeweza kuvutia wengi kuaminika katika maandamano ya Gen Z ambaye ni Kasmuel. Pia katika gazeti hilo wameweza kuambatanisha picha ya kiongozi mkuu wa chama cha Orange Democratic Movement. Hii hapa namzungumzia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye hivi sasa yuko katika uongozi wa serikali Kenya Kwanza, ijapokuwa kuna baadhi ya Wakenya hawaamini na baadhi ya Wakenya wanaamini. Sasa wewe hapo unawezidi kutazama, ingekuwa vyema iwapo ungetuambia kuhusiana na hili. Je, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yupo katika serikali Kenya Kwanza ama yupo kwa upinzani? Sasa mtazamaji, kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na gazeti hili la The Standard ni ya kwamba the betrayers of Gen Z. Mtazamaji, amini usiamini, hata tarehe 25 inapozidi kukaribia mwaka 2025, kumbukumbu iweze kufanyika kwa vijana wa Gen Z walioweza kuiaga dunia katika maandamano ya huko bungeni. Haya yote ni kwa ajili ya kujaribu kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao Mheshimiwa Rais Ruto aliweza kulazimika kuondoa. Sasa nafasi hiyo iliweza kutumiwa na kiongozi kama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Haya yote iwapo nitaweza kukuudhi kwa upande wewe shabiki ama unayemfuatilia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, utaniachia maoni yako katika comment section. Ila gazeti hili la The Standard limeweza kuweka hadharani kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliweza kufanikiwa pakubwa na maandamano haya ya vijana wa Gen Z sawia na Kasmuel. Sasa kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kila kitu kiko wazi kuliko kulinganisha naye Kasmuel, ila kulingana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mbinu hii ama njia hizi ndizo ambazo aliweza kufanikiwa kwa maandamano haya ya Gen Z. Sote tunafahamu kwamba maandamano yaliyoweza kufanywa mwaka 2024 yalikuwa ni maandamano ambayo yaliweza kumzidi nguvu Mheshimiwa Rais Ruto na uongozi wake wa serikali Kenya Kwanza, na ndipo ambapo jambo la kwanza liloweza kulifanya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga jambo la kwanza liloweza kulifanya Mheshimiwa Rais Ruto aliweza kumpigia kiongozi mkuu wa chama cha Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuingilia kati kilichokuwa kikiendelea, ila Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aliweka wazi na kumfahamisha Rais Ruto kwamba hayupo tayari kwa ushirikiano wote ule kati yake na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na ndipo ambapo Mheshimiwa Rais Ruto aliweza kubaki na jambo moja, kuweza kuomba usaidizi kutoka kwake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sasa hapa ndipo ambapo tofauti za kisiasa ziliweza kuanza. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alifahamu kwamba maandamano yake ya muda mrefu ambayo amekuwa akiyafanya hayakuweza kufikia kiwango cha maandamano ambayo yaliweza kufanywa na vijana wa Gen Z. Akaona ni vyema iwapo ataweza kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Ruto ili vuguvugu la maandamano lipungue. Kumbuka katika uchaguzi wa mwaka 2022, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naibu wa rais wakati huo, pamoja na Mheshimiwa Rais Ruto hadharani na kwa vyombo vya habari waliweza kutangazia Wakenya kwamba serikali yao hawataweza kumpa nafasi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ila Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliweza kufahamu hilo, na kipindi ambapo aliweza kupigiwa na kuombwa na Mheshimiwa Rais Ruto kujiunga na serikali Kenya Kwanza,
Kutokana na uongozi huu wa serikali Kenya Kwanza kulemewa na maandamano, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hakuweza kukataa na kuchukua fursa hiyo kwa ajili ya manufaa yake binafsi, jambo ambalo Wakenya wengi waliweza kulikosoa. Sasa kwake Kasmuel Makori ama Kasmuel Kaskazini, jinsi ambavyo watu wanazidi kumuita katika mitandao ya kijamii. Katika maandamano hayo aliweza kuwa miongoni mwa watu wa kwanza ama mstari wa kwanza kuwa tayari kutetea na kusaidia vijana wa Gen Z kuelekea kiwango kingine kwa maandamano aliyokuwa wakifanya, jambo ambalo liliweza kuwa ni hofu kubwa kwa serikali Kenya Kwanza. Na kutokana na makubaliano yaliyoko hivyo sasa ama kwa wakati huo kati ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na serikali Kenya Kwanza, sasa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliweza kuchukua usukani, na ndipo ambapo aliweza kumchukua mtu ama kijana Gen Z ambaye ni Kasmuel na kumsajili katika chama chake cha Orange Democratic Movement. Idadi kubwa ya Gen Z waliweza kuamini huo ni usaliti kwake Kasmuel kujitoa yeye binafsi kwa Gen Z kwa ujumla na kujiunga na chama chake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, chama ambacho kinashirikiana na serikali ya Kenya Kwanza. Hivyo ingekuwa vigumu kwake Kasmuel Kaskazini kumkosoa Mheshimiwa Rais Ruto kutokana na yeye kuwa chini ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ama chama chake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambacho kiko katika serikali ya Kenya Kwanza. Sasa mtazamaji, haya yote ndiyo ambayo yameweza kusababisha gazeti la The Standard asubuhi ya leo kuibua gumzo katika mitandao ya kijamii na kubandika majina Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na Kasmuel Kaskazini ama Kasmuel Makori ya kwamba wao ndio walioweza kusaliti vijana wa Gen Z kwa maandamano ya mwaka 2024. Sasa mtazamaji, kumbukumbu ama heshima kwa vijana wa Gen Z walioaga dunia inayozidi kutarajiwa kufanyika mwaka 2025 tarehe 25 Februari mwaka 2025 mwezi huu. Sasa je, Mheshimiwa Raila Odinga ataweza kujitokeza? Kasmuel Kaskazini ataweza kujitokeza? Amini usiamini, itakuwa vigumu kwa sababu kutokana na vipande vya video vinavyozidi kuchezesha katika mitandao tofauti ya kijamii hivi sasa, kuna mbinu ambayo inatarajiwa kutumiwa na vijana hawa Gen Z. Amini usiamini, goons wameweza kupangiwa kutengenezewa cage ambapo inaweza kubebwa kutoka mahali pamoja hadi pale pengine. Sasa goons ambaye atakayejichanganya na aweze kukamatwa na vijana wa Gen Z kutokana na goons hao kuaminika kuwa na ushirikiano kati yao na maafisa wa polisi, hivyo basi ni ngumu kukamatwa na kupelekwa huko police station, kwa mfano Central Police ama seli yoyote ile. Gen Z wataweza kuchukua hatua mikononi mwao. Mwisho wa siku hizo cage zitaweza kuwekwa barabarani na wataweza kuchangia goon yoyote yule atakuwa na nia kuharibu maandamano ya amani yaliyoratibiwa tarehe 25, ambapo ni siku mbili kutoka leo hii kama sijakosea, kwa kuwa leo ni tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2024. Sasa goons atakayeshikwa atawekwa hapo, ndipo ambapo vijana wa Gen Z baada ya kuachieve kile wameweza kukipanga kwa maandamano ya amani ya tarehe 25, basi wataamua wataweza kufanya nini. Sasa wameweza kuita maandamano ya amani kutokana na kile kitakachokuwa ya kwamba familia zilizopoteza upendo wao watakuwa wakitoa heshima na pia kuzungumzia ahadi ambazo waliweza kuahidiwa na serikali Kenya Kwanza na hazijazidi kufanikiwa ama kufanikishwa na serikali hiyo, ya kwamba wataweza kulipa ama kusaidia kimatibabu kwa yeyote yule mtoto wake aliyepata majeraha kwa maandamano ya mwaka 2024. Sasa mtazamaji, ingekuwa vyema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako kuhusiana na maandamano hayo yanayozidi kuratibiwa kufanyika tarehe 25, na pia tochia maoni yako kuhusiana na wasaliti hawa waliosaliti vijana wa Gen Z, na iwapo huamini ni wasaliti,
tuambie sio wasaliti kwa hivi na vile katika uwanja comment section. Subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.